Hali ya usalama nchini Israel imezidi kuwa tete kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya makombora ya balistiki na droni yaliyofanywa na Iran mapema leo tarehe 1 Machi. Katika tukio baya zaidi kuwahi kurekodiwa tangu kuanza kwa mapigano haya, kombora la Iran limepiga moja kwa moja jengo la makazi katika mji wa Beit Shemesh, takriban kilomita 30 magharibi mwa Jerusalem, na kusababisha vifo vya watu 9 na kujeruhi wengine zaidi ya 28. Mashuhuda na maafisa wa uokoaji wa Magen David Adom wameelezea hali hiyo kama ya kusikitisha, huku milipuko hiyo ikiharibu vibaya nyumba, sinagogi na miundombinu ya makazi, ikiacha vumbi na vifusi vilivyotanda mitaani. Hali kadhalika, jiji la Tel Aviv liliendelea kushuhudia vingora vya hatari vikilia mara kwa mara, huku mfumo wa ulinzi wa anga Iron Dome ukijaribu kuzuia mawimbi ya makombora, ingawa baadhi ya vipande vya makombora vimeripotiwa kuangukia maeneo ya raia na kusababisha kifo cha mwanamke mmoja na majeraha kwa watu wengine kadhaa. Kwa ujumla, idadi ya vifo nchini Israel imefikia watu 10, huku mamia ya raia wakikimbilia kwenye mahandaki ya usalama. Uharibifu wa mali umeripotiwa kuwa mkubwa, huku serikali ya Israel ikiongeza muda wa hali ya hatari nchi nzima kwa siku nyingine 12. Huku serikali ya Israeli ikiongeza muda wa hali ya hatari nchi nzima kwa siku nyingine 12, ikionya kuwa jibu dhidi ya mashambulizi haya ya Iran litakuwa la nguvu na la haraka ili kulinda usalama wa raia wake. Hii ni Dems Media, mimi ni Abdul Juma, nikwambia kusubscribe lakini pia na kusambaza taarifa hii kwa watu wapendao ili wao wanapata update zetu kila mara tunapokuja kusogezea habari za ukweli na uhakika kutoka huko Mashariki ya Kati. Asante kwa kuwa nasi kwa muda wote.